Karibu katika Habari Leo, kituo chako namba moja kwa uchambuzi wa kina. Leo tunayo habari nzito kutoka klabu ya Simba. Mshambuliaji tegemeo Steven Mukwala amepaki virago na kuelekea Libya. Je, ni kweli Simba inavunjwa na kusukwa upya? Pia tutakupeleka Dodoma ambapo Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amefunguka mazito mbele ya uongozi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB. Na kwa abiria wa SGR kuna ujumbe mzito kuhusu changamoto zinazotikisa reli yetu ya umeme kutokana na hali ya hewa. Endelea kuwa nasi kwa uchambuzi huu wa saa 8 mchana. Kama tulivyowajulisha mapema, baada ya Jean Charles Ahoua kuuzwa klabu ya CR Belouizdad ya Algeria, sasa ni rasmi kuwa Steven Mukwala naye ameondoka. Striker huyo raia wa Uganda ametoa katika klabu ya Al Nassr ya Libya. Licha ya Mukwala kucheza mechi ya ligi kuu dhidi ya Mtibwa Sugar jana, ambapo Simba ilibanwa na kutoka sare ya 1-1, mabosi wa Simba walikuwa tayari wanamtafutia timu ya kumpeleka kwa mkopo. Mukwala alikuwa amebakiza miezi 6 pekee kumaliza mkataba wake wa miaka 2. Chanzo chetu cha kuaminika ndani ya Simba kimesema kuwa benchi jipya la ufundi chini ya kocha Steve Barker limeshindwa kukubaliana na uwezo wa Mukwala, hivyo amepishwa ili kupisha usajili mpya. Mukwala anaondoka akiwa amefunga mabao 13 msimu uliopita, lakini Simba haishii hapo. Imeshamsajili Libas Gay kutoka Senegal na inasemekana imemalizana na Jenino Palace kutoka Afrika Kusini. Huu ni mpango wa kocha mpya kusuka kikosi imara kuelekea mechi ngumu za Ligi ya Mabingwa dhidi ya Esperance ya Tunisia. Mwenyekiti wa zamani wa Simba, Hassan Dalali, amesema maandalizi ya timu kuelekea fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane ni mazuri na anaamini Simba itapata matokeo ikiwa mambo fulani yatafanywa kwa usahihi. Wakati huo huo, kule Yanga wameendelea kuwa moto baada ya kuing'oa Stand United kwa mabao 8-1 na sasa wanajiandaa kucheza na JKT Tanzania ambayo inaongozwa na wakongwe kama John Boko na Shiza Kichuya. Tukielekea Dodoma, Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar ametoa ushauri mzito kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB. Katika kikao kilichofanyika Treasury Square, Waziri Omar ameitaka benki hiyo kuongeza ubunifu ili kuchangia maendeleo ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waziri amesisitiza kuwa kasi ya maendeleo yanayotokana na benki hiyo ikionekana vizuri, itakuwa mfano kwa jumuiya nyingine kama ECOWAS na SADC kuja kujifunza kwetu. Aliongeza kuwa ni muhimu kwa benki hiyo kuchangia katika kupunguza umaskini na kujenga ujuzi unaoendana na mahitaji ya kiuchumi. Waziri Omar ameshauri benki hiyo kujitangaza zaidi ili sekta binafsi iweze kutambua fursa zinazopatikana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya EADB, Dr. Charles Mwamwaja, ameahidi kufanyia kazi maelekezo hayo na kusema benki imeandaa mkakati wa kuwawezesha wadau kufahamu fursa zilizopata, kwani benki haifanyi kazi na serikali pekee bali pia sekta binafsi. Kuhusu miundombinu, hali ya abiria katika vituo vya SGR imekuwa ya kufadhaisha hivi karibuni. Abiria mjini Dodoma walionekana wakishinikiza kupata majibu baada ya treni kuchelewa kutokana na athari za mvua. Msuya ambaye ni nesi aliyechelewa kufika kazini, amesema kuwa TRC inapaswa kujiandaa vyema zaidi kwa sababu mvua hizi si jambo la kushangaza tena. Mtafiti Edmund Mahuye amebainisha kuwa miundombinu ya reli lazima iwe imara kuhimili mafuriko na maporomoko ya ardhi. Alionya kuwa imani ya umma inaweza kupungua ikiwa TRC haitakuwa na uwazi kuhusu uchelewaji wa treni. Kumbuka mwezi Oktoba 2025, treni ya umeme iliacha njia katika kituo cha Ruvu, jambo ambalo TRC ilisema ni hitali ndogo, lakini sasa mvua zinaanza kuleta changamoto zaidi. Tunahitimisha na habari za kimataifa na kijamii. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Bwana Turk, ametoa onyo kali kuhusu ukatili wa kijinsia unaotumika kama silaha ya vita huko Sudan. Hali nchini Sudan na Gaza inahitaji usitishaji vita wa haraka ili kulinda raia.
Kwa upande mwingine, mchezo wa golf wa Lions Play for Sight umefanikiwa kukusanya shilingi milioni 112 kwa ajili ya huduma za macho kwa watu zaidi ya 50,000 mkoani Dar es Salaam. Na katika ulimwengu wa soka, Fei Toto ameendelea kuandika historia baada ya kufikisha mabao 26 kwa misimu mitatu akiwa na Azam, akizidi idadi ya mabao aliyowafungia Yanga kwa misimu 5. Asante kwa kuwa nasi leo. Hii ni Habari Leo, uhakika na uchambuzi wa kina. Tukutane kesho saa 8 mchana.